Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. India inatengeneza mazingira ya kutokuwa pamoja na washirika wake wa BRICS baada ya kusafiri hadi nchini Israel. Ikumbukwe wakati huu washirika wengi katika BRICS wamekuwa na uhusiano mbaya na taifa hilo la Israel, lakini ni India ambayo wakati huu inajaribu kutengeneza uhusiano wake binafsi na nchi ya Israel. Mnamo siku ya Jumatano, Waziri Mkuu Narendra Modi alisafiri hadi nchini India ambapo ilikuwa ni ziara ya siku mbili katika taifa hilo, na alitoa hotuba katika bunge la Senate huku akisifu uhusiano kati ya nchi hizo mbili, lakini pia akimuita Waziri Mkuu Bwana Benjamin Netanyahu kama ndugu. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amehutubia kikao maalum cha bunge la Senate la Israel huko Yerusalem mnamo Februari 25 mwaka huu, akisema ukuaji wa uchumi wa India na hadhi ya Israel kama kitovu cha kiteknolojia ni msingi wa asili wa ushirikiano wa siku nyingi. Waziri mkuu huyo Narendra Modi aliwaambia wabunge katika bunge la Israel Jumatano kwamba India inasimama na Israel ikiwa na imani kamili. Tunasikia uchungu ambao mnausikia, tunashiriki huzuni yenu. Modi aliyekuwa katika ziara ya siku mbili huko Israel alisema, akiongeza kwamba rambirambi za dhati za watu wa India kwa kila maisha yaliyopotea na kwa kila familia ambayo ulimwengu wao ulivunjwa katika shambulio la kigaidi la Hamas mnamo Oktoba 7. India inasikia uchungu pia. Hata hivyo, katika hotuba yake amesema mashambulizi ya kigaidi ya Oktoba 7 yaliyofanywa na Hamas na makundi mengine ya Wapalestina dhidi ya Israel yaliyoua watu 1200 na wengine 251 wakichukuliwa mateka. Israel ikaanzisha operesheni ya kijeshi ambayo iliuharibu kabisa ukanda wa Gaza na kuua zaidi ya watu 70,000, ambapo Afrika ya Kusini, mshirika katika BRICS, iliona kwamba kitendo hiki ni kitendo cha kinyama, ikishiriki katika kuishtaki Israel katika mahakama ya uhalifu wa kivita ICC. Lakini sitoshe, washirika wengine kama vile Iran waliingia katika vita vya moja kwa moja dhidi ya taifa hilo la Kiyahudi. Ukiachana na hayo, ni wakati ambapo washirika wakuu wa Urusi pamoja na China wakipambania Iran katika namna ya kuhakikisha wanakuwa upande wa Iran katika changamoto ambazo zinatokea ama katika vita vinavyotokea. Inadaiwa katika vita vya siku 12 vilivyoanzishwa na Israel dhidi ya Iran, ni Urusi na China zilizoshiriki kikamilifu katika namna ya kuweza kuhakikisha Iran inajitetea vilivyo. Inadaiwa kwamba wakati wa vita vya siku 12 China ilipeleka mifumo ya ulinzi wa anga ambayo ilikuja kusaidia katika kudungua ndege za kivita za Israel iliyokuwa mshirika mkubwa wa Marekani. Lakini pia ni Urusi ambayo hata wakati huu imepeleka ndege zake za kivita za Sukhoi -35. Katika ziara ya hivi karibuni, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran anasema uhusiano wa India na Israel unakuwa mbaya zaidi na ni wa bahati mbaya. Tehran haioni kuwa uhusiano huo kama unaofaa, uhusiano ambao unaungana na utawala wa mauaji ya kimbari. Waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi amesema uhusiano wa India na Israel ni wa bahati mbaya kabisa na haufai kabisa. India haipaswi kuwa na mshirika muuaji, wizara hiyo ya mambo ya kigeni ilisema. Abbas Araghchi aliambia channel ya televisheni ya India Today siku ya Jumatano kwamba Tehran haioni kuwa uhusiano huo unafaa kukabiliana na utawala wa mauaji halaiki, wakati akijibu swali kuhusu jinsi India inavyosawazisha uhusiano wake na Israel na Iran. Israel ndiyo imeharibu eneo lote la Gaza. Watu zaidi ya 70,000 wameuawa. Sio madai kuwa huu ni ukweli, ni mauaji ya kimbari, aliambia India Today. Bila shaka ni juu ya marafiki zetu nchini India kujiamulia wenyewe. Hatuwezi tukawazuilia. Lakini kimsingi karibia wanachama wote katika BRICS hawaungi mkono mauaji haya ya kimbari yaliyofanywa na Israel. India haikuangalia upande wa mauaji yaliyofanywa kwa Palestina, lakini ilitazama mauaji yaliyofanywa na Hamas huko katika Israel, na haikuangalia maelfu ya watu na kuharibiwa kwa ukanda wa Gaza ambapo washirika wake wanaona kwamba ni jambo lisilofaa. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Bwana Abbas Araghchi anasema, natumai kwamba wakati waziri mkuu Modi anaweza pia kushughulikia suala la Wapalestina na haki yao ya kujitawala. Modi aliwasili kwa ziara ya siku mbili nchini Israel siku ya Jumatano, huku kukiwa na maandamano ya madai ya mauaji ya halaiki huko katika ukanda wa Gaza kufuatia vita vilivyoanza Oktoba 7 mwaka 2023.
Kiongozi huyo wa India alisifu uhusiano wa nchi yake na Israel katika hotuba yake katika bunge siku ya Jumatano. Waziri Mkuu wa Israel Netanyahu amesema ana nia ya kuleta India katika Hexagon of Alliance iliyopendekezwa inayolenga kile anachotaja kama wapinzani wakubwa. India imefurahia mahusiano mazuri na mataifa mengi ya Ghuba ya Uajemi ikiwa ni pamoja na Iran, lakini kwa kawaida imekuwa na uhusiano vuguvugu na Israel. Modi aliweka upya uhusiano na Israel wakati wa ziara yake ya kwanza mwaka 2017, akiiboresha na kutengeneza uhusiano wa kimkakati. Uhusiano wa Iran na India unabaki kuwa thabiti licha ya changamoto nyingi za kijiografia, afisa mkuu aliambia shirika la habari la RT. Serikali ya Modi imetenganisha uhusiano wa India na Palestina, mataifa ya Kiarabu na uhusiano wake na Israel. Wapinzani wa kisiasa wa Modi nchini India pia wamekasirishwa na ghasia huko Gaza katika historia ya safari yake ya Israel. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.